Wakizungumza mara baada ya zoezi la uvunaji wa pweza, mwenyekiti wa kamati ya uvuvi shehia ya Fundo Abdalla Salim Ali pamoja na mvuvi Abdalla Juma wamesema kupitia hifadhi ya mazingira ya bahari tayari wameshaanza kufaidika kwa kutatua baadhi ya kero kwa jamii zilizowazunguka, ila zipo baadhi ya changamoto zinazoendelea kuwasumbua. Hivyo wamewaomba wadau wa mazao ya baharini kuzitatua ili kuleta mabadiliko chanya. Kwa kweli umuhimu wa kuhifadhi mwanzo tulichukulia hivi kama poa poa, lakini baada ya kuja ofisa wa Wizara ya Uvuvi, watu wa PECA na taasisi tofauti zilizokuja wakatuelimisha katika masuala mazima haya ya kuhifadhi, kwa kweli tulifurahi sana na tunafaidika sana, kwa sababu sasa hivi tumeshajenga nasari masuala ya kuhifadhi, tunalipia wanafunzi kwa upande wa Upinje, tunalipia visima vya maji. Usafiri hatuna, maana ndo kama hivi nyuma Fundo huko tunalinda usiku mchana. Sasa vyombo hatuna vya kulindia, tunalindia kwa maji matupu, hatuna vifaa kama faiba. Sisi kubwa tunaambia kwanza watusaidie kwa misaada mikubwa sana kuhusu mambo ulinzi, changamoto, alafu pate zana hizo za kufanyia kazi, walinzi wetu si wapate tija kidogo. Suleiman Alhamadi ni afisa wa uvuvi wilaya Wete kutoka Wizara ya Uchumi, Mabluu na Uvuvi. Amewataka wanakamati za uvuvi kuendelea kutunza bahari ili jamii iendelee kunufaika. Sema uhifadhi wa bahari ni jambo ambalo linaleta faida wao pamoja na serikali. Lakini lengo la hifadhi hasa ni kuendelea kuzilinda hizi rasilimali za bahari, lakini pia ile jamii inufaike kupitia hizi rasilimali zake. Tumeona leo wastani wa pweza mmoja alikuwa na kilo 5.5. Hii umeona ukubwa huo. Tumezoea sehemu ambazo hazina hifadhi kupata samaki ambao huwezi kupata kilo 5.5. Kwa hiyo ni faida moja ya hifadhi, ili kuzitunza rasilimali za bahari, kuzihifadhi ili tuweze kutumia leo na tena vizazi vinavyokuja. Basi pale tunapoharibu mazingira inatuharibu sisi jamii, na yanatuharibu jamii, ndio yanaharibu endeleo. Jumla ya vijiji 4 vilivyomo katika shehia ya Fundo vimeamua kufanya hifadhi ya bahari, ambapo hufungia takriban miezi 3 bila ya kuvuliwa katika eneo aliloweka hifadhi. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.